Mungu tumemaliza mpira salama, japo nimepata injury moja, lakini nadhani sio kubwa sana. Kikubwa mechi ilikuwa ngumu, kwa sababu timu zote ni za hapa Mbeya na wote tuko kwenye mazingira magumu. Mimi niseme vijana wamejitolea. Afya kwanza tumeweza kupata goli, bahati mbaya tukaruhusu wakasawazisha. Tumekwenda half time, tumeelekezana nini cha kufanya, wameweza kukifuatilia, tukaweza kupata goli la pili kwa wenzetu kujifunga, na kikubwa tulikuwa tumeona tuendelee kulinda ile goli huku tukijaribu kushambulia kwa kushtukiza. Nimshukuru Mwenyezi Mungu, niwasifie vijana wangu, tumeweza kupata pointi 3 muhimu kutokana na hali tuliyokuwa nayo. Pengine timu inaonekana kufunga sio tatizo, pengine kwenye eneo la defense inaonekana ni tatizo sana, sio kwenye mechi hii tu, hata kwenye michezo mingine, pengine kuhakikisha wewe unafanyia kazi hilo, kuhakikisha linatokea kwenye timu ya kikubwa iko tunaendelea kufanyia kazi, kwa sababu ukiangalia mechi za nyuma zilizopita ilikuwa ni tatizo kubwa sana, na hata leo goli ambalo tumefungwa hatukustahili kufungwa kwa sababu kuna idadi nzuri ya watu. Kuna vitu ambavyo tunaendelea kuvikosea kwa sababu mpira ni mchezo wa makosa. Tukwenda kufanya masahisho na vijana na kuona tunazidi kuimarika kwenye eneo la ulinzi. Okay, mnapanda nafasi ya 13.21. Kituo kinachofuata nadhani ni Mbweni JKT. Kipi unachokiona kwenye kikosi chako? Ya tutasafiri leo usiku, nadhani tutapata muda wa session kama 2 au 3 kule kuweza kufanya masahisho na kujijenga. Tunaenda kucheza na timu iko juu kwenye msimamo wa ligi, ina uwezo mkubwa kimbinu na kiufundi, lakini kwa uhalisia tuko kwenye ligi kuu, tutakwenda kupambana nao na kuona tunakwenda kupata points. Mwisho unaiona wapi Mbeya City sasa ambayo iko kwa pato? Haitaki maneno, tunatakiwa kufanya kazi kwa nguvu, kwa maarifa, kujituma, na pia supporters wetu watuunge mkono, wasikate tamaa, wasikasirike. Nina imani kwa nguvu moja tutaweza kufanya kazi pamoja na kazi pamoja na ligi. Kwanza tunasema alhamdulillah kwa sababu tumepata pointi 3 muhimu. Juzi wakati naongea kwenye press nilisema kabisa mchezo huu una vitu kama vitatu. Kitu cha kwanza ni dabi ya Mbeya. Kitu cha pili ni kisasi, na nikasema al-qisas haki, kisasi ni haki, na hii haki yetu tumeifanya leo. Tumecheza dhidi ya ndugu zetu za Prisons, na nilisema kwamba atakayekufa na afe, ndugu zetu wamekufa. Niwaambie tu mashabiki na wapenda kandanda kwa jumla, safari Mbeya City kuna watu wako na wasiwasi kwamba inaweza kushuka daraja, na waambia madaraja yataporomoka na kushuka, ila sio Mbeya City kushuka daraja. Tumejipanga vizuri, tunamshukuru Mungu na pointi 3 muhimu zinatuweka vizuri kwenye msimamo wa ligi ya soka Tanzania bara na kuweza kujiimarisha kutimiza malengo yetu ya kusalia ligi ya soka Tanzania bara. Msemaji pia, lakini tumeona hamasa pengine kwa mashabiki hawajitokeza kwenye idadi kubwa. Wewe kama msemaji wa Mbeya City, pengine ambao mashabiki wana hofu na Mbeya City walikuwa wamepoteza matumaini, naambia nini kwa Mbeya City ya sasa? Kuna wakati hali hii pia inaweza kutokea hata nyumbani kwenye familia, kama kila siku baba unasema sina, inatia sonona kidogo kwa familia. Hiki ndicho ambacho kinawatokea mashabiki wa Mbeya City, lakini naamini kabisa kadri siku zinavyokwenda tutakwenda kukaa vizuri, kwa sababu malengo yetu sisi na wao pamoja na technical bench na wachezaji yatakwenda kutimia. Lengo lao kwa sasa ni kuhakikisha timu inabakia ligi ya soka Tanzania bara. Ni hiki ndicho ambacho tunakipambania ili tuweze kufanya vyema na tusalie kwenye ligi ya soka Tanzania bara. Mmemfunga Prison, mnaenda kucheza na JKT Tanzania. Pengine neno lako wenyewe kama Mbeya City. JKT Tanzania ni timu nzuri, ina wachezaji wazuri, na nakumbuka kwenye ligi ya kwanza ama raundi ya kwanza tulichosha nao nguvu ya bao 2-2 usiku wa manane walichomoa. Naamini kabisa mechi itakwenda kuwa nzuri, na sisi bado uhitaji wetu ni pointi 3 tu muhimu, hakuna kingine.